Naam, mtoto wa Samia Suluhu Abduli azua balaa lengine sasa, ahusishwa na madai mazito ambayo yakithibitishwa huenda yakamtia kwenye matatizo na balaa kubwa. Abduli wa Samia Suluhu adaiwa au ashutumiwa kuuza dhahabu za taifa nchini Qatar. Hizi ni shutuma ambazo zimeenezwa mitandaoni sasa, huku waliovujisha habari hizo wakitishia kuwa wana ushahidi na watautoa. Lakini je, kuna ukweli wowote kwenye madai na shutuma hizi nzito? Je, ni nani aliyesambaza madai haya mazito na ana ushahidi gani dhidi ya Abduli? Jiunge nami ni kutaarifu ripoti nzima, lakini kabla nifanye hivyo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Naam, mtazamaji, safari ya siri ya Qatar, ujumbe unaodaiwa kuongozwa na mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan Abdul Ameir, madai kuwa akiba ya dhahabu ya Tanzania ilikuwa inauzwa kwa siri nchini Qatar imeibua wasiwasi leo. Maswali kuhusu kwa nini maafisa wakuu waliripotiwa kuandamana na safari hiyo yameibua wasiwasi zaidi, na shutuma kwamba serikali imekaa kimya huku uvumi huu ukienea kwenye mitandao ya kijamii limeibua wasiwasi pia. Hayo ni madai ya kulipuka ambayo sasa yanasambaa kwenye mitandao ya kijamii nchini baada ya mwanaharakati na mkosoaji wa serikali Maria Sarungi kuchapisha mfululizo wa shutuma hatari, machapisho ambayo yameibua mjadala mkali wa kisiasa miongoni mwa Watanzania leo. Chapisho hilo la Maria Sarungi ni kama unalitazama kwenye skrini yako. Maria Sarungi Teshai aliandika hivi nikisoma: Abdul adaiwa kuongoza msafara wa kuuza dhahabu zetu Qatar. Amkeni wa Tanzania, amkeni wa Tanganyika. Huko ndani taarifa zinavuja, maana wazalendo wamechefukwa. Abdul Ameir hana cheo chochote nchi hii, ila wadau wanaeleza kuwa aliongoza msafara wa kwenda kuuza gold reserve zetu Qatar. Hawa wengine akiwemo gavana, mbona wanakubali kuongozwa na muuza na tairi wa Kariakoo kwenye mambo nyeti? Fedha zilienda hazina au mfuko wa mama? Mtazamaji, hayo si matamshi yangu, ni chapisho la Maria Sarungi. Mtazamaji, na sasa Watanzania wengi wanauliza swali moja: nini hasa kilitokea Qatar na kwa nini Abduli amehusishwa? Katika jumbe hizo, Sarungi alidai kuwa Abdul Ameir wa Samia Suluhu, aliyemtaja kuwa ni mtoto wa rais wa Tanzania, alidaiwa kuongoza ujumbe kwenda Qatar unaohusishwa na uuzaji wa dhahabu za Watanzania. Machapisho hayo yalienea haraka kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii leo. Ndani ya saa chache, picha na screenshot zilikuwa zikishirikiwa katika vikundi vya WhatsApp, kurasa za Facebook, vikao vya kisiasa na nafasi za majadiliano ya upinzani. Lakini Maria Sarungi hakuishia hapo. Ndani ya masaa machache baadaye aliangusha chapisho lengine. Mtazamaji, katika chapisho lake lengine, Maria Sarungi Teshai na ushahidi kama unavyotazama kwenye screen, Maria Sarungi aliandika na kusema kwamba anaelezwa zaidi kuwa mauzo ya dhahabu zetu za akiba zilifanyika mwezi wa pili, na Abduli mtoto wa Samia alikuwa si tu head of delegation, ila alikuwa broker na alilipwa asilimia ya mauzo. Kiasi cha dhahabu kilichouzwa ni tani kadhaa, sio kilo. Elewa, tani moja ni karibia kilo elfu moja, na jumla ilikuwa tani 3 hadi 4 au zaidi. Nikiendelea kumnukuu, Maria Sarungi alisema Wizara ya Fedha haikuwa na mwakilishi kwenye huu msafara na haikuhusishwa, wanaisikia tu. Hata hivyo, Maria Sarungi inaonekana yeye pia kuna mtu ambaye anampatia information au maelezo kuhusiana na swala hili. Mtazamaji, ni kukumbushe tu, haya yanabaki kuwa madai ambayo hayana udhibitisho. Wakati ripoti hii inatolewa, madai haya yanasalia kuwa madai yaliyotolewa na Maria Sarungi peke yake pamoja na wachambuzi wengine mtandaoni. Hakuna ushahidi rasmi ambao umetolewa hadharani kudhibitisha kuwa akiba ya dhahabu ya Tanzania iliuzwa kweli. Kadhalika, hakuna udhibitisho rasmi uliotolewa na serikali ya Tanzania au Benki Kuu ya Tanzania kuunga mkono au kukanusha madai hayo yanayosambazwa mitandaoni. Hata hivyo, wafuasi wa madai hayo walitaja madai hayo kuwa ya kushtua. Wafuasi wa serikali upande wao mara moja walilitilia shaka uaminifu wa habari hizo, wakisema tu ni sababu za kuishambulia serikali. Kulingana na nyadhifa za Maria Sarungi, maafisa wakuu pia wanadaiwa kuandamana na ujumbe huo. Madai hayo yalipendekeza zaidi kuwa dhahabu iliyohusishwa na hifadhi ya Tanzania ilikuwa tayari imeuzwa, lakini hakuna udhibitisho. Pia alihoji kwa nini mwanafamilia wa rais kama mtoto wa rais anadaiwa kuhusika katika masuala yanayohusu rasilimali za kimkakati za kitaifa. Mtazamaji, wacha sasa tuangalie jambo muhimu katika taarifa hizi. Uzito wa madai au shutuma haufanyi kuwa kweli kiautomatiki, lakini pia haifanyi watu waache kuuliza maswali
awali kiautomatiki. Hata hivyo, Watanzania wengi wanakumbuka mabishano ya awali yaliyohusisha madai yaliyokuwa yanasambaa mitandaoni ambayo baadaye yalibainika kuwa ya uongo na hayakuwa na ushahidi wowote. Kwa mujibu wa machapisho hayo, Sarungi amedai kuwa taarifa hizo zilikuwa zikifichwa kwa wananchi, lakini hakuna ushahidi wowote aliyoutoa. Aliandika tu maneno. Alihoji kwa nini taasisi za serikali hazikutoa ufafanuzi wa jambo hilo hadharani. Pia alihusisha madai hayo na ukosoaji mpana wa utawala na uwajibikaji wa CCM. Madai bado yanayosambazwa mtandaoni hayajathibitishwa kivyake. Ikiwa hata hivyo, mtazamaji, madai hayo ni ya kweli au ya uongo, mara tu familia ya kiongozi inakuwa sehemu ya mabishano ya umma kama rais, umakini huongezeka zaidi. Watu kawaida hupendezwa na kuvutiwa na ripoti au uvumi huo. Wafuasi wa upinzani wanaona ushahidi unaowezekana wa makosa au wanaweza kutumia hili kuweza kushambulia serikali. Wafuasi wa serikali wanaona uwezekano wa habari potofu na uongo. Watazamaji wasio na upande wowote wanataka tu majibu, na ghafla mjadala huu unakuwa mkubwa zaidi kuliko madai ya awali mitandaoni. Wachambuzi wa kisiasa mara nyingi wanaona kuwa imani ya umma inaimarishwa wakati serikali zinajibu haraka madai na shutuma kama hizi nzito. Hata kama madai ni ya uongo, maelezo wazi yanaweza kusaidia kupunguza uvumi. Na kawaida serikali ya Tanzania huzungumza kupitia msemaji wa serikali kupinga mambo ambayo ni ya uongo na ambayo yanachafulia Tanzania jina. Bila ufafanuzi, uvumi mara nyingi huendelea kukua. Ndiyo maana watu wengi sasa au leo wanatazama kwa karibu majibu yoyote kutoka kwa taasisi rasmi. Je, serikali itatoa tamko? Je, Benki Kuu ya Tanzania itajibu? Je, yoyote kati ya watu waliotajwa katika madai hayo atashughulikia madai hayo hadharani? Je, Maria Sarungi atatoa ushahidi? Kwa sasa maswali hayo bado hayana majibu. Wakati wa mzozo pia ni muhimu. Tanzania tayari sasa inakabiliwa na mijadala mikali ya kisiasa, majadiliano kuhusu demokrasia, utata wa kesi ya Tundu Lissu, majadiliano kuhusu siasa za upinzani, majadiliano mengine zaidi yanayomzunguka pia Tundu Lissu, majadiliano kuhusu hali ya kiuchumi, majadiliano kuhusu uwajibikaji wa umma na mengine mengi. Kutokana na hali hiyo, madai kama haya yanayohusisha akiba ya dhahabu, mali ya Watanzania na miunganisho ya rais yanakaribia kuhakikishwa, la sivyo huenda yakavuta wasiwasi zaidi. Baadhi ya wanaharakati wa upinzani tayari wameanza kutumia mzozo huo kuhoji na kuishambulia serikali na kuhoji kuwa uwazi zaidi unahitajika kuhusu rasilimali za taifa. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wameshutumu wakosoaji kwa kueneza habari potofu ambazo hazijathibitishwa na hazina ushahidi kwa madhumuni ya kisiasa, hasa zinazomlenga mtoto wa rais. Matokeo yake ni uwanja wa vita uliozoeleka wa kisiasa. Upande mmoja unadai majibu, upande wa pili kudai ushahidi, na katikati ni raia wa kawaida kujaribu kuamua ni nini cha kweli na kipi cha uongo. Mtazamaji, kuna sababu nyingine kwa nini taarifa au habari hizi na hadithi hii inasikika kwa watu wengi sasa. Dhahabu imezidi kuwa muhimu kwa uchumi wa Tanzania. Katika muongo mmoja uliopita, nchi imewekeza pakubwa katika sekta yake ya madini. Uuzaji wa dhahabu nje ya nchi umechangia mabilioni ya dola kwa mapato ya taifa, na ndio maana wanaharakati kama Maria Sarungi wanalileta suala hili ili kupata majibu. Kwa hiyo majadiliano kuhusu dhahabu si tu suala la kiufundi la kifedha, ni masuala ya kisiasa ya kihisia. Watu wanaona dhahabu kama mali ya taifa, mali ya Watanzania, kitu cha wananchi wote. Kwa hivyo madai yanapoibuka kupendekeza shughuli za siri zinazohusisha akiba ya dhahabu ya Watanzania, maslahi ya umma hayaepukiki. Ikiwa madai hayo hatimaye yamethibitishwa au kukanushwa, raia wanataka uwazi. Kwa kawaida wanataka kuhakikishiwa kuwa mali za kimkakati za kitaifa zinasimamiwa kwa uwajibikaji, na ndio maana taarifa au habari hizi ziliania haraka sana mitandaoni. Like video hii, subscribe, kisha nijuze maoni yako upande wa comment, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.